Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Diamond Platnumz amezua gumzo kubwa huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kutangaza bifu jipya pamoja na msanii Mario. Mara nyingi sana Diamond amekuwa akichukizwa na mienendo ya baadhi ya wasanii na amekuwa ni msanii ambaye hapendi sana kuweka vitu moyoni. Yani akiona umemkwaza au umemkera ni lazima tu atakuja kuzungumza, ni lazima atakuchana, atakwambia, kwa sababu yeye sio mtu wa kuweza kuweka vitu moyoni. Na ndio maana mara nyingi sana watu ambao wanamkosea Diamond huwa ni rahisi sana kuwafahamu, kwa sababu yeye Diamond mara nyingi huwa ana tabia ya kuzungumza mambo sio kuyaweka moyoni, kwa sababu anajua tu madhara ya kuweka vitu moyoni. Bana, unaweza ukafia usingizini bila hata kujijua, kwa sababu kuweka vitu moyoni sio jambo zuri. Ni bora kama mtu amekukosea unamwambia, unamchana, kama atajirekebisha poa, lakini kama hatojirekebisha ni poa pia. Sasa hili bifu jipya kati ya Diamond pamoja na Mario limeanza vipi? Unafikiri kitu gani ambacho kimetokea? Siku leo Diamond alikuwa na interview pale katika media zake za Wasafi, akawa anazungumza kuhusiana na hili sakata la Mario, na akiwa anawapiga marufuku watangazaji wake wa pale media ya Wasafi kwamba hatamani kabisa kusikia ngoma yoyote ya Mario inaendelea kupigwa katika media hiyo ya Wasafi, kwa sababu tu Diamond anakuambia kuna muda Mario anashindwa kumuelewa. Unajua Mario ni msanii ambaye anafanya vizuri sana katika sanaa ya muziki, lakini haijawahi kutokea collab kati ya Mario pamoja na Diamond Platnumz. Na kuna kipindi Diamond alizungumza kwamba Mario kipindi kile ndo kwanza anachipukia, aliwahi kumwambia Diamond kwamba naomba uniunge katika collab yake ya WCB Wasafi, lakini Diamond akamuonya, akamwambia wewe ni msanii mkubwa, nikikuingiza katika collab yangu huenda ukapoteza direction, bora uendelee hivi hivi. Baadaye kweli Mario ndo kama hivi kawa mkubwa, lakini Diamond anakuambia cha kushangaza, yeye ndiye ambaye alimshauri Mario nini cha kufanya katika sanaa ya muziki. Lakini sasa hivi Diamond anakuambia aliwahi kumwambia Mario anatamani sana afanye naye ngoma. Kuna collab moja ambayo aliona kabisa Mario hapa anaweza akafiti akafanya vizuri na ngoma ikaenda mjini, lakini Diamond anakuambia Mario alimgomea na kumwambia kwamba hawezi kufanya naye ngoma kwa sababu zilizo juu ya uwezo wake. Sasa unafikiri ni sababu gani iliyoko juu ya uwezo wa Mario mpaka akatae kufanya ngoma na msanii Diamond Platnumz? Ukiangalia kwa asilimia kubwa sana itakuwa Mario ameogopa kuhusiana na lile sakata linaloendelea huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na msanii Jay Melody, kwamba Diamond ana tabia kuchukua nyota za wasanii wenzake. Sasa Mario akaogopa, akaona hapa katika hii collab siwezi kwenda kufanya na Bwana Simba, na ndio maana Diamond amekasirika na kuona kwamba mbinu gani au njia gani ya kumkomoa Mario basi ni kukataza kupigwa ngoma zake katika media yake ya Wasafi Media. Hiyo ni media yake na uwezo wa kufanya chochote, hata kama akiamua zisipigwe ngoma za msanii mwingine, zipigwe za Wasafi tu, anaweza akaamua na ikafanyika hivyo na hakuna atakayepinga, kwa sababu wale wote ni wafanyakazi wake. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.